Licha ya mambo ya juu unayoyafahamu kuhusiana na Leticia mdada wa kazi, lakini huyu bidada amebeba siri nzito sana nyuma ya pazia, siri ambazo kama atakuja kuzibwaga mbele ya Beni, basi huenda Beni akachukua maamuzi magumu sana. Sasa niko hapa kukufahamisha na kuhabarisha, je, ni nini ambacho kimefichika ndani ya mtima wa Leticia? Lakini kubwa zaidi, kabla hujafika mbali, tumia sekunde yako moja tu kushow love kwa kubonyeza neno subscribe, neno lililopo hapo hivi chini pembeni mwa video hii hapa hivi, ili kuhakikishia kwamba unakuwa mwanafamilia halisi wa mdada wa kazi, lakini pia ujihakikishia kwamba haupitwi na kila episode mpya. Sasa mara baada ya kusubscribe, gusa hiyo alama ya kengele ili upate kila notification ya episode mpya punde tu tunapoiachia. Sasa moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa vifahamu ni kwamba licha ya kwamba dada wa kazi anaitii sana sheria ya Janeti ambaye ni bosi wake, lakini huyu dada wa kazi Leticia anazo siri nzito sana zinazomhusu Janeti. Licha ya manyanyaso ambayo anampatia, lakini viko vitu vingi ambavyo Leticia anavifahamu kuhusu Janeti, ambavyo muda so mrefu katika episodi zijazo tutakwenda kufahamu kila kitu. Lakini tukiachana na Leticia kidogo tu, nataka nikupitishe katika ule upande ambao tumemwona Kichinjile akiwa na binti ambaye anamzidi kidogo umri, ambaye ni Tami. Sasa kumbe bwana, tusichokijua ni kwamba Tami ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, na yuko na Kichinjile si kwa sababu anampenda, lakini ni kwa sababu tuko na vitu vyake anapata. Lakini jambo lingine kubwa zaidi ni kwamba hajali vyovyote vile, hata kama atamwambukiza, hizo sio shida zake, na ndio maana hata dada yake Janeti amemweleza kuhusiana na hicho kitu. Lakini bahati mbaya ni kwamba yuko binti ambaye anampenda sana huyu mwamba, na si mmoja, wapo wengi, na ndio maana katika uchambuzi wa episodi iliyopita nilikuuliza kwamba hivi huyu Kichinjile ana nyota gani huyu, kwa sababu ni kama vile anapendwa na kila mdada. Waswahili wakaenda mbali sana, wakasema kwamba ukiona mtu anapendwa na kila mdada, basi huyu ana nyota ya ukimwi, na huenda ndio maana ukimwi mpaka sasa hivi unamnyemelea. Huyu binti ambaye anaitwa Jenita anampenda sana Kichinjile, japo yeye alikuwa amelazimishwa na dada yake kuweza kuwa mtu wa karibu kabisa na Kanoni, lakini tayari Kanoni naye alikuwa na mtu mwingine kwenye mahusiano ya hapo awali, ambaye naye si mwingine isipokuwa ni huyu binti Farida ambaye bado anaonekana kumng'ang'ania sana. Sasa mambo yatakuwaje katika episodi zijazo, kwa sababu yajayo yanafurahisha sana. Lakini kubwa hasa ni vile ambavyo Janeti amemwambia dada wa kazi Leticia kwamba anataka watoke. Je, wanatoka kwenda wapi na wanakwenda kufanya nini? Suni na kuja na majibu hayo kabla episodi yenyewe haijatoka. Kubwa zaidi, kumbuka tu subscribe ili uweze kupata kila kitu kinachoendelea.